Kwanza kabisa natamani nianze kama utangulizi kwenye ile Mithali ya kwanza. Huwa napenda sana kuizungumza hiyo katika ninapozungumza kwa habari ya mabinti. Mithali sura ile ya kwanza kabisa, pale kuna mistari michache tutasoma, alafu tutapitia hii michache katika ile Mithali ya 31, ambayo hapo ni vigezo na masharti kufanya nini? Vinazingatiwa, watoto wa Mungu. Kibali akiji hivi hivi. Mithali 1 kuanzia ule mstari wa kwanza tutasoma mpaka ule wa 6. Maneno ya Mungu yanasema hivi: Mithali za Sulemani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Kujua hekima na adabu. Kujua nini? Kutambua maneno, kufundisha matendo katika haki na kuwapa wajinga nini? Na kijana na nini kingine? Mwenye hekima afanyeje? Na kuongezewa nini? Na mwenye ufahamu. Jina Bwana. Kufahamu mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu udharau hekima na adabu. Kienda Mithali ya 31 inadadavua zangu. Yaani shughuli yote, usumbufu wote, maandalizi yote ya mchungaji kutoka mbali kuja mahali hapa ni kutushikisha nini jamani? Adabu na elimu iliyo sahihi, sio elimu ya kipuuzi ya kwenye mitandao. Ingine na tuko pamoja, inatuharibu. Lakini hapa ni kutaka kujua, kukupa hadhari binti ya kwamba wewe umepata kibali kwa Bwana. Na kama umepata kibali kwa Bwana, lazima ujitambue kwamba wewe ni binti wa aina gani. Ni binti ambaye tunakutarajia utakuwa mama bora kesho. Utakuwa mama mchungaji bora, utakuwa mama askofu bora, utakuwa waziri bora, utakuwa mtu mwenye nafasi ambayo Mungu amekukusudia, kwa sababu kila mmoja amezaliwa. Haleluya. Kila mmoja amezaliwa kwa kusudi la Mungu. Kwa lazima ujitambue kama binti uliyookoka ni tofauti na binti wa kule duniani. Una kitu cha ziada wewe, una mafuta ya Mungu wewe. Mungu amekukusudia uwe mama ambaye utamfaa Adamu fulani, halafu kwa pamoja mkalitumikie shauri la Bwana. Tuko pamoja. Ndipo tunakuja huku sasa kwenye Mithali. Umekumbushwa kuwa na hekima, unatakiwa kuwa kijana mwenye maarifa na hadhari, usije ukatumbukia pabaya. Mwaka wa kumiliki na kutawala, utamiliki vitu vyako. Haleluya. Utamiliki vitu vyako, utamiliki Adamu wako. Jina la Bwana Yesu. Sasa basi lazima ujitambue ya kwamba wewe ni tofauti na kijana. Ukisha kosea binti mmoja ilisha mazingira ya kazi amekuja na akasema, mama mimi nimemsahau yeye. Mama, unajua 1 2 3 ulikuwa pale mnakeza. Alisema kwamba light ningepata mtu wa kunielekeza. Ningalimpata mtu wa kunielekeza, nadhani singekuwa mahali hapa nikaolewa vyovyote. Kwamba basi anasema unikumbuki mama, nilikuwa wana praise. Imeisha haijaisha? Kama imeisha jamani, piga kigeregere, naendelea kujifunza. Najiandaa kwa kigeregere. Haleluya. Ni mshabiki wa mambo haya, ninafurahia. Naomba msilie kigeregere changu. Amina watoto wa Mungu. I'm serious. Naomba msinizuilie nini? Kigeregere. Ndio kazi iliyobaki. Amina. Yule binti kuambiwa, nikampana rafiki yangu, mama kweli si mimi nimesema tukupewa semina nilikuwa siendi kanisani. Mahubiri haya, Biblia sina, ila huwa tusome. Naomba nikuandae. Soma Mithali iwe rafiki. Mwanamke wa viwango. Amina. Huyu mwanamke wa viwango ametokea hapa kwenye Mithali namba, halafu anakwenda Mithali ngapi? 31 kuanzia ule mstari wa 10. Awe mke mwema ambaye moyo wa mumewe humwamini wala hatakosa kupata mapato. Jamani, ukiwa mwanamke mwema, mwanamke mwenye akili, mwanamke mwenye adili na adabu, ukosa. Hata sasa ukiwa binti mwenye adabu, binti wa kujielewa, binti wa kujitambua kwamba una kibali, nataka nikwambie wewe, kila mmoja ile ufungwa atalingangania. Jamani, na mimi nilikuwa nataka hili. Tuko pamoja vizuri. Binti mwenye adabu. Hakuna mwanaume anayependa mwanamke ambaye anabwatuka. Tunaposema kubwatuka, si unajua sema maneno yasiyo na adabu, au hujui unasema nini, wakati gani, mahali gani na kwa nani. Ndio vigezo na masharti. Unasema una kibali, lakini kama kweli hujitambui, hujui kwamba umeokoka, hujui kwamba unatakiwa kufunua kinywa chako namna gani, I say watu. Kwa hiyo lazima tuwe makini na uangalifu sana. Yani sema mimi, jisemee kwamba mimi nitakuwa mke mwema wa Adamu yule ambaye Mungu ananiandalia wa kufanana na mimi. Sasa atafanana na wewe katika yepi? Umbea, maneno ovyo ovyo. Unapata kufanana. Mtumishi wa Mungu mmoja alikuja akasema, Bwana, kama hujielewi, Mungu huwa anapambanisha. Si uko hapa uelewi kama unasema mimi sikufundishwa. Alifundishwa na neno la Mungu, labda alitaka semina kama hizi za mchungaji Lizi. Sielewi. Lakini kweli, si tunaenda ibadani? Na wala liko vioni, hebu nipungie mkono. Kuna fellowship au hazi? Hivi kule tunaenda kufanya ni kusikiliza neno la Mungu au tuangalie kuna vitu tunavitafuta pale? Tunakwenda kukutana na maneno ya nani?
ya Mungu yatubadilishe. Haleluya. Hata hapa tujeje tu kuburudika tuturuke. Tunaruka yani kwa shangwe ya ndani tukiamini huyu Mungu amefanya nini? Ametenda. Na ukitoka hapo kanyagia hapo usirudi tena kwenye mretemu kukaa kujikunja. Hapana, imekwisha. Na kwa sababu umekuja hapa, Mungu amekuhudumia kikweli. Ila yule ambaye amepuuza tunasikitika. Lakini bado tunaomba mbele za Mungu kama wazazi, na wale Mungu wakumbuke neema hiyo yokuta, lakini tofauti upako hautakuwa kama waninyi ambao mmetii na kuja mahali hapa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo unaona kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya hapa, kwamba lazima tuwe watu ambao unajisemea mwenyewe, nataka niwe mwanamke ambaye moyo wa mume wangu utaniamini. Hivi kweli utamwachia fisi bucha? Utakuta kitu hapo? Au paka mwizi? Utamwachia mboga wazi? Lazima tukae vizuri kwamba mimi niaminiwe, mimi ni msaidizi. Ninapomsaidia ile kampuni yetu itakwenda vizuri, kwa maana kwamba nini? Familia. Haleluya. Itakwenda vizuri. Mume wangu akisafiri hana wasiwasi na mimi. Lakini kama leo watu wana wasiwasi na wewe, na huyo taraja ni tatizo tupu. Alafu watu watatonyana hapo. Hata kama hao watasema, naomba kimya kimya. Kama mtu anasogea sasa, Mungu atatumbukia pabaya. Isiwe hivyo kati ya kwepa. Mimi na watoto tuwe watu ambao tunaaminika. Uaminifu, mwanamke uaminifu, binti uaminifu. Haleluya. Watu watamke mema kwa ajili yako. Watu waseme huyu binti huyu. Hapa. Haleluya. Lakini tukiendelea, maneno ya Mungu yanasema tena kitu kingine pale. Usipoteze mwelekeo. Wewe ni binti mwenye nini? Kibali. Lakini tunaanza kujiandaa kuwa nani? Mama mwaminifu. Shangaa juzi mmoja alikuwa anaeleza kwamba anapiga simu nyumbani, jirani, naomba niangalizie watoto wajukuu zangu hapo. Angalie kama mama yao amewapa chakula, maana yake huwa anatangulia kula yeye, alafu watoto mama mwaminifu huyo mpaka kwa watoto wake anakula sana yeye, watoto wanakanja. Aisee, Mungu atakusubiri mpaka utengenezeke wewe, uelewe, ndio utapata nani? Adamu. Manake atapata kichaa, ataugua magonjwa ya moyo huyu. Akileta chakula anakula, mama anashiba, alafu watoto vilivyobakia ndio wanawapatia. Hatufanyi. Si unaona hata mama anapokulea, si ndio? Kwa hiyo tunataka kuwa wanawake walio nini? Wema. Alafu humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hayo ndio maneno kwamba Mungu, ukinipa yule Adamu nitamtendea mema siku zote za maisha. Sio mwaka wa kwanza, sio wiki ya kwanza, sijui mwezi, miaka. Akianza kuwa na wrinkles, akianza kupinda, ni nini? Ni mema. Na ukifanya hivyo na yeye, kama alikuwa anataka ukipota ukinenepa, atakupenda hivyo. Sawa Thomas na rafiki zako nyie wala hampo. Ikiwa saa 12 bado nini? Atakupenda. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libariki. Nanyi mnaweka akiba, msije mkaanza kusema ona sisi sio nakwendaje amekuwa linene, sasa sio nafanyaje, mimi nilikuwa nataka kembamba kapotable. Wewe usimkosoe Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini yatatokana na nini? Upandacho ndicho unachofanya nini? Unavuna. Kutenda mema siku zote za maisha. Jina la Bwana Yesu. Jisemea. Kwa hiyo kuna jambo jingine hapa, si mvivu. Hutafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Nimewahi kuona kana hapa tu, lakini mimi iliwahi kunitokea. Kama nataka miche, nataka kachote maji, beba maji, uso unataka kumwagika. Ni kwa moyo hiyo. Na wengine tuko hapa tukiambia tufanye kazi, kila siku nataka kuomba, mpaka ya kanguo kadogo tunataka kuomba. Hata handkerchief jamani tunazo hapa, nipungieni. Basi tumeshajifutia, nyingine zimekuwa. Binti unakosa kuwa na handkerchief, unafanya kwambia kitu kingine. Binti sikose kuwa na kitenge wala. Tunaelewana Mmenielewa zaidi hapo Jiongeze, usiache. Usitembee tu na kinainai kimekaa simu tu ile kubwa ile Infinix. Sima kubwa jamani. Limejaa hilo tu, hamna handkerchief. Roho Mtakatifu ameshuka hapa basi makamasi mpaka hapa. Maani tunakuwa kama wale watoto wadogo hapa pamekomaa hapa na utelezi utafikiri hapana. Sawa watoto wa Mungu hata kama kakio kama na tumafuta lakini handkerchief kakanga roda tumeelewana. Si popote. Unajua ni nini? Ikitokea ajali pale barabarani nimeona watu wanagongwa, sijawahi kumuona kijana au mwanaume ameenda akamfunika yule. Sijui wengine. Lakini wanawake ndio unakuta jamani, uone kwamba Mungu ametupa huduma hiyo. Na Bwana Yesu libariki. Kwa hiyo Mungu atusaidie kuwa wafanyakazi, usiwe mvivu. Mwanamke akiwa mvivu ni aibu. Halafu sasa pia kitu kingine, yamkini tunachelewa, tunataka watu ambao wana kila kitu. Ili tunarudia mara kwa mara. Isiwe wewe unayemwamini Mungu. Amina. Mnachuma wote. Lakini pia shamba anayelinunua katika Mithali hapa ni mwanamke. Sijaona mwanaume. Huangalia shamba akafanya nini? Akalinunua tena imenyosha na mapato yake. Mwanaume gani? Kijana gani mwenye hajielewi? Yaani wenzie sasa hivi wana magari, wenzie wana nyumba, wenzie lakini wala sina mpango.
Kweli usipokuwa na mpango na Mungu, hana mpango na wewe, si unadharau? Kumbe Mungu ndo amekupatia Adamu wako, kesho yake unaona, kesho iliyopangwa na nani? Na Shetani. Haleluya! Baba wa mbinguni, ambaye baba wa mianga, mambo mazuri yanatoka wapi? Kwake. Fahamu ya kwamba kuna mambo mazuri yanakuja. Jamani, tulipotoka na Addison wangu wale wa Yerusalemu, nawaambia kweli, mume wangu alikuwa anaweka soli imeisha chini, anaweka box ndani, lakini very smart. Kiatu kimepigwa, usione kwa ona, kwa macho ya rohoni ya huyo Mungu aliyekupa kibali, utakwenda kuona mambo ajabu, utakwenda kuona mambo makubwa ya ajabu. Lakini leo hii yani huwa nashangaa, mchungaji huwa namshangaa, eti mimi nimeshika kweli kambe mvaa soli za maboksi. Jamani, amemheshimisha mtu. Mama mchungaji nakaa mbele eti leo na wewe itakupata, na wewe itakupata, na kuambukiza, na kuambukiza, na kuambukiza kwa jina la Yesu. Yani nasema kama utani, lakini kweli yani ndio nayotamani, ndio tunayotamani kwa ajili yenu. Ndio maana tumewaketisha hapa, mmeacha usingizi wenu ili yawapate mema, yawapate mema. Ila tu tuwashuhudia kwamba ninyi si wa dunia. Wa kule nje wanaona. Kwa nini? Kwa sababu hawana neema ya wokovu. Ninyi mna Roho Mtakatifu. Haleluya, wana wa Mungu. Yani nataka niwaambie, wewe sema huyu tutaanza wote, tutala kwanza, la pili na mboga na nini, halafu mwisho wa siku nakwambia sisi tutakuwa na mashamba, mahekali, tunasimamia watu vile kuja. Lakini Roho Mtakatifu akuthibitishia kwamba ndiye. Jina Bwana Yesu libariki. Kuna anayenielewa hapa? Lakini wewe kaa vizuri. Yani bana tu upande wako, uwe mwanamke mwema. Uvivu hapana. Lakini wewe ni mwanamke utakayeelekeza vizuri watu wa nyumbani mwako. Yote yako hapa kuanzia mstari wa 10 mpaka ule wa mwisho. Wewe fuatilia, tutayaona hapa. Uwe mwambie Mungu, naomba niwe mwanamke ambaye nitaisimamia nyumba yangu vizuri. Unajua mwanamke, nyumba ni mwanamke. Nikwambie, siku moja niliuliza, hivi baba na mama akiondoka pale nyumbani wamesafiri, nani ambaye unahisi yani kutokuwepo kwake zaidi? Baba, mama. Mabijana wangu siku moja nikasema, sasa hivi sitaki mabinti wa kazi, naona wananitia pancha katika safari yangu ya kwenda mbinguni. Mimi sasa hivi nakaa mwenyewe. Maana yake atakwambia hiki, maana atafanya hivi, yani ni kero. Lakini mama, hapana, ila binti ni kukusanya. Sasa kama utakuwa sio mkusanyaji mzuri, ni tatizo, ni kichomi. Yani tunafanya mambo mengi, hatuchoki, tunawezeshwa na Mungu. Amina. Huku unapiga deki, huku umeshakusanya vyombo, umemaliza kupiga deki, hapo umebandika chakula, unaosha vyombo, huku unaangalia, huku umebandika chai, hivyo unakwenda. Lakini sivyo, sisi ni walimu. Wewe usimfanyie hivyo mwenzio. Umesikia mtoto mzuri? Mfanyie hivyo. Kimfanyie hivyo inakuwa moja. Mwalimu huyo wa hesabu, 1 na 1 inakuwa 2. Tunafundisha. Lakini sisi ni manesi na madaktari. Kipima joto chetu ni mkono. Mtoto leo anaumwa. Sasa kama hujielewi, utashughulika na mtoto, utashughulika na aliyeko pale nyumbani. Wewe unabeba wote. Bwana. Lakini ni mahakimu. Wewe umekosea, usifanye hivyo. Kwa hiyo sasa nakupa adhabu. Utaenda kucheza, utakaa hapa hapa. Umeona? Kwa lazima umuombe Mungu in advance kwamba Mungu nisaidie. Haya majukumu sio madogo, lakini ni mazuri sana. Tukiyaweza kwa msaada wa Mungu, jamani, nyumbani pale ni shwari. Mama akiondoka kidogo, mimi nilipoenda kusoma, baba alikuwa hajui mashuka ya wageni yako wapi, soksi ziko wapi, ananipigia simu Morogoro. Mama, hivi mashuka yako wapi? Anayepanga ni nani? Sasa leo kama uko rafu, mtu anakuangalia tu anajua yuko rafu. Leo sijui kitenge kiko hapa, gauni liko pale, limekaa vyote halijakunjwa, vimekaa shagarabagara. Uko nyumbani utafanyaje mkiwa wawili, watatu, 4 na watoto? Upo hapo. Mwanamke ni majukumu, mama ni kumu. Sio kutembea kushikana mikono hivi, hapana. Ni majukumu ya kukusanya, familia zote mbili zinakuhusu wewe. Yana furahi, twende nyumbani kwangu jamani, wageni, mama nimekuletea wageni. Utajua wewe chai, utajua kupika, utajua kufanya nini, ni wewe. Kuweka maji, yamekaa hapo stores. Alafu anajivunia kabisa, bwana nimeoa mke, nakwambia. Yani nikienda na wageni, anahudumia vizuri, ndugu zangu wakija, anahudumia vizuri. Sasa kama hujielewi, pewa kibali mwaka huu cha kumiliki. Lakini vigezo na masharti, kama utakuwa bado hujakomaa. Ninaposema kukomaa jamani, sio umri, akili za kuishi na familia. Aise, Mungu atakusubirisha tu mpaka uwe. Sasa tuamue kukomaa, si ndio? Umri uendane na nini? Na tena ufahamu wa nini? Wa kimungu, kwa sababu ni kweli ni majukumu yanamhitaji Mungu. Pia ni majukumu ambayo yanamhitaji mtu mwenye ufahamu wa nini? Wa kiroho. Soma neno, tafakari neno, tenda neno. Haleluya. Utaona mambo yanakuwa mepesi hivi. Jina Bwana. Tunaelewana watoto wa Mungu? Hichi kibali masharti yake ni hapa. Ni hapa, kuamka mapema. Wewe unalala mpaka usiku wote unaisha. Sio kazi ya mwanamke aliyeokoka wala binti. Hivi wewe nyumbani kula anatangulia mama kuamka? Wengine wako. Nimeishi wengi wa aina mbalimbali. Alafu unasema Mungu msaidie. Unaamka yani na kelele zote, ndio kwanza Christ ambassador. Christ ambassador. Hajielewi.
Yeye anajua ni mtoto mrefu kama mimi hapa, lakini anajua mtoto kwa sababu yuko nyumbani. Mwanamke anaamka kabla usiku hujafanya nini? Mstari wa ngapi hapo? Wa 15 Unasemaje? Anafanyaje? Sasa wewe hujielewi, utampa mjakazi sehemu yake ya kazi saa ngapi? Wewe umeshalala. Na unaamka kabla usiku haujesha ili ufanye nini? Tunaanza na goti. Siku hatuiwezi bila Mungu. Ukiamka saa 1, ukaamka saa 12, jamani unaomba saa ngapi? Na unaenda kazini saa ngapi? Unawaandaa watoto saa ngapi? Unamwandaa huyo mume saa ngapi? Wewe ndio bado unakanyaga, na huku Mbeya baridi. Sijajua ongea matokeo huko mbali. Huku Mbeya kuna baridi. Yaani blanketi ni tamu wewe. Unakanyaga unavuta. Christ ambassador. Wewe lala. Na watoto nao hivyo amka mwanamke, amka. Tunaanza kuamka saa 9. Umesikia? Subiri. Sasa hizi uko hostel Kwa wale wanafunzi mko hostel alafu mko nyumbani Sasa mimi nikwambie, mimi najua nyumba ni ya kwangu. Nikisha kufundisha uelewi, utaelewa kwa magoti. Nyumba ni ya kwangu, mimi naamka nafanya nini? Nafanya shughuli. Alafu mwenye utaona aibu. Ukija ugeuka huku nimepiga deki, huku nimefanya, utaona aibu. Na ukishaona aibu, mwenyewe utanyoka, utaanza kufanya. Kwa sababu wakija hapo nyumbani wanasema nyumba ya nani? Ya Mwajunga chafu. Yaani ukifika saa ngapi ndio anaanza kudeki. Wewe unalala hivyo alafu na wageni wamefika mapema saa 12. Wana shida. Sasa wameshakuwa mama askofu kama mimi. Wana shida na wewe. Shida masaa yote wanapiga wewe. Unaambia samani sogea kidogo ni deki. Wanyanyue miguu hivi, una deki kwanza, unashusha, una deki. Watoto wa Mungu, saa 12 unaanza kudeki, saa 1 kazi imeisha. Tunaelewana Baada hapo kwanza unamwandaa mtu kwenda kazini sasa. Kazini wanaenda saa ngapi? Saa 1:30 imekukutia kazini. Sasa wewe unaamka saa 1, utamwandaa saa ngapi? Atakunywa chai wapi? Akianza kunywa magengeni, ole wako. Yaani unamtengenezea njia taratibu, anaondoka hapo, anaenda kula anakowahi kwako. Sasa wewe unataka kweli wewe mwenye kibali na Adamu wako aondoke? Hapana, hatujakufundisha hivyo na hatutakufundisha hivyo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Unaamka mwanamke, magoti. Hizi kazi sio rahisi kihivyo, hivi vigezo sio rahisi kihivyo. Vinamtaka Mungu na nguvu, na kulea watoto sio kazi rahisi. Namtaka Mungu na nini? Unawaombea saa ngapi? Tunaona kwa Ayubu alilauka asubuhi na au baada ya mchana kuingia ndio anaenda. Mapema. Unaanza siku mapema na Mungu, alafu shughuli zako zinakwenda, ndio unaimba na kapambio. Na iona kesho wanangu wa kike na wa kiume watasoma, wataoa, wataolewa, na wajukuu zangu wale naanza kuombea mpaka vitukuu. Leo tuko pamoja. Jamani, sisi ni wabarikiwa na tumepata kibali kwa nani? Na mwaka huu si wa kumiliki na kufanya nini? Lakini unapomiliki na kutawala, kama usimamii vizuri, hakuna mradi mzuri wala mbaya, vinaharibika mikononi mwako. Kwa lazima ujipange na nguvu, na nguvu yetu ni jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa mabinti ni kuamka kabla usiku hujafanya nini? Haujaisha. Mwanamke achoki, haumwi, hasafiri, halali. Ukilala mbia sema hapo basi mama, tufanyeje mama? Mama sema hapo. Tupe maelekezo. Sasa wewe mwenyewe maelekezo uyaelewe, utaelekeza wengine. Wewe mwenyewe huombi, utaambia watu wa ndani waombe. Mwenyewe ibada ni mvivu, utawaelekeza nyumbani mwako wawe na ibada. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa sana mapema. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Amka mapema, iandae siku yako vizuri. Halafu kule mwishoni neno la Mungu linasema pia kitu kingine, anajali sana shughuli anazoifanya. Usifanye arimladi. Hakuna biashara kichaa. Biashara inahitajika nini? Hayo yote naongea jamani, ni Mithali 31 mstari wa 10 mpaka wangapi pale jamani? Wa 31. Ndio dira ya mwanamke. Jali kufanya shughuli na biashara yako, uone inafanya nini? Inalipa. Kwa hiyo kufanya biashara sio dhambi. Mimi nafanya benki, lakini unakuta wanatumia wanafuga. Jina Bwana Yesu libarikiwe. Lakini siku moja kazi itaisha. Kama mimi sina kazi sasa ya serikali, ila kazi na nilianza mapema. Mimi nalikuwa na sina mfugo, nina pusi tu pale kamati hapa, ila nitafuga. Amini vyote. Unafanya saa ngapi? Mwanamke ratiba. Sawa Usisubiri tu wanasemaga kuna sijui wengine siwajui na usikiaga tu sija kina Kaseja, wengine akina nani? Wengine nani? Rafiki yangu Mlao. Magolikipa. Manyula huyo sije mkasema Machura, Manyula. Wewe unakaa tu unasubiria. Nilicheza mpira pia, nilikuwa GS goal shooter. Nilikuwa nafunga sana. Lakini mimi nilikuwa nasubiria wapi? Pamoja na hapo kuna mstari ambao unasogea, unapokea kule, unapokelea kule. Usisubiri tu kule golini, pamoja na kwamba mrefu udake tu hapo ufunge. Unatafuta mpira, unakimbizana. Sawa Siku moja unamnunulia socks huyo taraja wako alafu anasema na mwanamke, unaziona socks hizi? Bwana, mke wangu hata nguo aninunulie. Tena tunasemaga sisi wengine kwa sababu tunasema sana. Alafu tuseme yenye hekima sasa ya kuudhi tu mpaka mtu anaona kero kukaa hapo nyumbani. Anza leo, kinywa chako kitrain. Sawa Yawe maneno mazuri, sio ya umbea, sio ya ovyo ovyo, hapana. Fanya kazi, usisubirie. Sasa usipoleta mpira golini, zile timu zinazofungwa sana nasema kipa alikuwa mzuri.
wachezaji walizuia magoli. Kama mpira hauji huko, manake hupati, hutadaka chochote. Sasa hivyo Mungu aliye tunakufundisha mwanamke kazi. Amina. Binti kazi kuanzia nyumbani, usiwe mtu wa kusukumwa sukumwa. Wewe bwana, nakwambia kuna kamera zamani tulikuwa tunasema binocular. Sasa hivi mchina za aina yake. Watu wanazoom, wanajua pale aisee, hata nikijenga nyumba maua hayatakuwepo hapo. Hata kumwagilia hata deki itakuwa changamoto. Ni binti wa kazi. Nadhani nazungumzia kwa habari ya kuwa binti mchapa kazi, inapendeza sana. Halafu pia mikono imezungumza sana kwa habari ya kazi. Kwa sababu gani? Tunahitaji kuwa wakunjuaji wa mikono. Hivi pale nyumbani mwanaume anakuwepo, wageni wanakuja, wanakukuta binti, wanamkuta mama. Wakina baba ni wakutafuta huko na kule. Uwe mkarimu, ukarimu unalipa. Amina. Usiwe mchoyo, na huko shuleni unaanzia huko chuoni na mahali ulipo. Uwe mkarimu, fanya njema. Halafu mwenyewe wageni wakija hapo wajisikie wanakaribishwa. Yani usiwe na sura unasema anaenda wapi? Kwa nini amemuita? Amepotea njia nini? Au mgeni karibu, memketisha hapo sebuleni zako chumbani. Kama jambazi, si vimeibiwa hapo nyumbani. Mwanaume anasema niko kazini, mwanamke yuko nyumbani, kumbe amefungulia majambazi, wameiba, wamejua. Mkarimu. Sawa, watoto wa Mungu. Ni vitu vinaonekana vidogo vidogo, lakini ndivyo vinavyofanya ufanikiwe. Hatutaki ndoa tunafunga leo, baada ya miezi miwili hakuna kinachoeleweka. Kila mmoja kivyake. Hapana. Una kazi, huna kazi, lazima heshima na adabu kwa mume, lazima kujitambua, lazima kuona kwamba wewe ni mtu mwenye kibali kutoka kwa Mungu, amejua unafaa, fanya kazi inayotakiwa. Mnanielewa watoto wa Mungu? Kwamba na mimi nina kazi yangu bwana. Mimi nikishazaa mtoto mmoja tu nitalea, sina kazi yangu. Wewe huna heshima, hakuna adabu, atakusema huyu. Ndio maana hata mume wake alimwacha. Maneno mengi. Mwandishi wa habari, gazeti hapa. Amina. Sema ndoa yangu mimi mpaka kifo kitutenganishe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amina watoto wa Mungu. Wangapi bado wananielewa? Jisemee kuanzia leo. Amina. Maneno yanaumba na maombi yako yawe hayo. Jamani, mimi niliomba kitu kingine. Nilisema jana ambaye tutapelekana. Halafu mtoto wetu wa kwanza au wa kiume afanane na baba yake. Jamani, si watani. Nilikuwa Mwanza Ukiriguru chuo cha kilimo. Halafu wenzizo tulikuwa tunaandikiana barua kwenye, sasa hivi hamna. Kulikuwa na internet, kulikuwa na halafu kulikuwa na karatasi zina maua pale, wamechora kaua, unaandika. Hiyo ukitumia barua yenye karatasi ambayo imechora ua, wewe yani wewe mtu unamthamini kuliko maelezo. Na mimi kwa taarifa yako, Yerusalemu nadhani mimi kuambia, mimi sikuwa nampa kutaka mchungaji wa wanafunzi kwa sababu walikuwa wanatoroka afu wananiazima raba mtoni zangu. Baba kanunulia, wanaendelea kwenye disco. Nikamwambia mimi sitoi wala nguo. Bintu siazimane nguo ovyo na mtu. Nawaambia hiyo kuna magonjwa. Siku hizi hamna chawa. Nani anamfahamu chawa? Unamfahamu chawa? Yani miaka hii haipo. Yani huyo mtu utakuwa chawa ni ishara ya uchafu. Huoshi kichwa, hufui nguo, huzipasi. Kwa hiyo unapanga mayai huko. Basi umekaa kwenye mstari. Halafu sasa yani ujinga ulivyokuwa. Wakati wa kupumzika. Njoo love, njoo rafiki yangu. Njoo mnaongea hivyo. Wewe njoo mwenyewe. Mani rafiki. Hatuone hivi kwamba ni uchafu. Sasa mimi nilikuwa sina. Kati pembeni. Basi ndio maana ulisema kidole kimoja kivunji nini? Nenda rafiki yangu. Alafu kama jeupe halijala. Alafu jua likiwaka, rafiki ndo aibu zinakupata. Unaona wanatoka kwenye ile wanatembea. Takiwi kuwa chawa, uchafu hapana. Jina Bwana Yesu libarikiwe. Tuwe watu ambao ni watoto wanawake wa mithali, mabinti wanaoji usafi wa roho. Na ewe kijana uwe kielelezo katika. Halafu kwa nini uwe hivyo? Ukasoma. Amina watoto wa Mungu. Usafi ni wa muhimu. Mwenendo ni wa muhimu ili watu waseme kweli hawa ni watoto wa Mungu Baba waliookolewa. Jina Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo tuwe waadilifu, tuwe watu tunaoshika maneno ya Mungu, lakini ukarimu nimezungumza hapo kwa kunjulia watu mikono.